mbinguni, duniani twakusifu. Haleluya, usifiwe. Usifiwe Yesu. Haleluya. Shangilia Yesu. Pigia Yesu makofi. Usifiwe Yesu. Usifiwe Mfalme. Haleluya Yesu. Haleluya Yahweh. Haleluya. Haleluya. Hakuna mwingine wa kumwabudu. Yesu anastahili sifa za mioyo yetu. Yesu anastahili ibada yetu. Oh, ramasayanda rabose tedede. Rikayando robosa. Yesu, tunainua mikono yetu. Tunakuabudu. Tunasema wewe ni Mungu wa kuabudiwa. Wewe peke yako unastahili kuabudiwa. Inua tu mikono yako. Sisi ni mateka wa Bwana. Sisi ni mateka wako Yesu. Oh, Yesu. 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 Oh. Yesu. Kwa sauti moja. Wewe Baba. Wewe Yesu. Hey. Mwambie Yesu. Wastahili peke yako, Mwabudu Bwana. hakuna Mungu kama wewe. Hey, tunakuabudu Bwana. Mwambie tena Yesu. Hey. Wewe ni Mungu Wewe peke yako wa kuabudiwa. kuabudiwa. Unastahili wewe. Wastahili peke yako, hakuna Mungu kama wewe.
jinsi ambavyo amekulinda. Mwadhimishe Mungu wako asubuhi ya leo. Jiachie mbele za Bwana. Wakati mwingine tunafanya haraka, leo jiachie mbele za Bwana. Mwambie jinsi unavyompenda katika jina la Yesu. Baba, tunakuabudu asubuhi ya leo. Tunakutukuza mfalme wa falme. Wewe ni yeye yule jana leo na milele. Tunalibariki jina lako katika jina la Yesu. Ukiweza kuomba kwa lugha, tumia nafasi hii. Tumia nafasi ya kuomba kwa lugha. Sasa hivi omba kwa lugha. Jiachie mbele za Bwana. Mwambie Bwana unavyompenda katika Roho Mtakatifu. Shera basaka ya ndaro. Tara baba sana raba sikirebe shinda robo yaka. Raba raba sana da robo sikirebe shinda raba sika. O raba sana do robo sikiraba. Raba sana do robo sikiraba sana ra. Reba raba sana do robo sika. O raba sana da robo yaka. Ay raba sana da robo sike. O raba sana do robo yaka. Raba sana da robo sika. Jira bala raba saka. O raba sana do robo yaka. O raba sana da raba saka. Mwadhime Yesu, mwadhimishe asubuhi ya leo. Mwambie unavyompenda. Baba, asubuhi ya leo tunakupenda Yesu. Wewe umetupa katika haki. Wewe ni Baba mwema. Wewe ni Baba mzuri. Tunakushukuru Bwana. Tunakuadhimisha asubuhi ya leo. Umetenda mema. Hata sasa umetusaidia. Na kwa mkono wako umetukuka sana. Tunalibariki jina lako. Wewe ni wa milele. Wewe ni muujiza. Utukufu wako. Tunakuabudu asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Mfalme wa falme, Mungu wetu, tunakubariki Bwana. Tunakutukuza mfalme. Tunakupa heshima. Tunakupa utukufu. Baba, tunakushangilia katika Roho Mtakatifu. Wewe ni Bwana wa mabwana. Wewe ni Mfalme wa falme. Pokea sifa zetu. Pokea heshima zote. Pokea utukufu. Unastahili Yesu. Unastahili utukufu. Unastahili wewe. Waabudiwa na tunapenda. Tunasema asante asubuhi ya leo. Baba, umekuwa mwema na mwaminifu kwa kanisa lako, kulilinda na kulitunza hadi wakati Bwana. Tunalibariki jina lako Baba, tunakushukuru. Asante kwa kuwa ni mwema. Jina lako liinuliwe, jina lako litukuzwe katika jina la Yesu. Hebu tumpigie Yesu makofi ya shangwe. Tumwambie asante Bwana, umetukuka sana. Wewe ni wa milele, wewe ni muujiza. Asante mfalme, asante Kristo tupendaye. Tunalibariki jina lako, jina lako libarikiwe, jina lako libarikiwe. Tunasema asante Bwana, ubarikiwe mwana mwenye hai katika jina la Yesu. Amen. mavazi, tumrudie Bwana Mungu.
ufisadi nayo rushwa. Nirudieni, mimi Bwana anasema. Tusemezane, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama theluji. Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Mkikataa na kumwasi Bwana Mungu, wageni wataila nchi mbele ya macho yenu. Haya njoni tusemezane, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama theluji. Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Mkikataa na kumwasi Bwana Mungu, wageni wataila nchi mbele ya macho yenu. Haya njoni tusemezane.
tumemtolea Mungu, tumemfanyia Mungu ibada kama kanisa. Hebu tumshangilie Bwana kwa makofi wakati wazee wetu wanaweka mikono tukibariki matoleo haya. Baba, tunakupa heshima, tunakuheshimu asubuhi ya leo. Asante kwa watu wako, watoto wako Bwana, tumtolea vipawa mbalimbali. Sadaka hizi Bwana uzipokee katika jina la Yesu. Baba, tunaomba ukatubariki katika jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa umetubariki asubuhi ya leo. Tunasema asante mfalme wa falme, jina lako libarikiwe, jina lako tukuzwe. Wapendwa, tumshukuru Yesu kwa makofi kwa kwaya yetu nzuri, kwa waimbaji ambao Bwana ametubariki nao. Asante sana, Mungu awabariki sana. Nikuombe usimame kama umekaa tafadhali. Hata kama ni mdhaifu, simama kwa imani, haitachukua muda mrefu. Kumbuka Bwana alituahidi atakuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Hiyo ina maana kwamba yuko hapa pamoja nasi. Sasa ndani ya ibada hii, kama yupo, itendee haki au utendee haki uwepo wake. Kama upo hapa ambayo unamhitaji Yesu, aidha ni mgonjwa kwenye maungo yako, au pengine umepata hatia kwamba hauko sawa na Mungu, mahali mulipo naomba unyoshe mkono tukapate kukuombea. Maandiko yanasema tukaombeane sisi kwa sisi, na tunaposema hauko vizuri, tulifundishana hapa maana ya ugonjwa. Inaweza kawa ni mwili, inaweza kawa ni uchumi, inaweza kawa ni mahusiano, pia inaweza kuwa ni hisia. Hiyo yote ni ugonjwa. Na kama upo hapa sasa, nyosha mkono ili Bwana akakupiganie, ili Bwana akakutetee. Tunaye Bwana ambaye anaweza kukuweka huru katika hilo unalopitia na ukawa salama mno mbele zake. Basi nyosha mkono wako juu kabisa, na mmoja weka kwenye moyo wako. Utachagua ni mkono upi na kwa juu, mwingine kwenye moyo wako. Na kama una mgonjwa ambaye yuko mbali, hayuko mahali hapa, hebu nyosha mikono yote miwili juu kumwambia Yesu, mimi siwezi. Bwana, mgonjwa yule anaweza kumponya ni wewe, kwa maana maandiko yanasema hutuma neno lake na kuwaponya wagonjwa. Unaweza kumwambia Bwana, wewe uko pale alipo mgonjwa wangu, kamtegemeze kitandani kama ambavyo umeahidi. Basi mikono ikiwa juu na kumwamini Mungu, hebu tukapate kuliitia jina la Bwana. Bwana, upo hapa asubuhi ya leo. Uko hapa na mamlaka yako. Uko hapa Bwana kama mponyaji. Bwana Yesu, hawa wamenyosha mikono si kwa binadamu. Aliyesimama hapa ni mtumwa tu, anafanya nao paswa kufanya. Na kwa ajili hiyo tunakuamini asubuhi ya leo. Tunakuamini kwa ajili ya mtumishi wako huyu. Tunakuamini kwa ajili ya nguvu na uponyaji wako. Tunakuamini kwa ajili ya uwezo ulio katika msalaba. Kwa maana katika msalaba tuna haki yako. Katika msalaba tunayo neema ambayo kwa hiyo tunapokea yale ambayo hatustahili kutoka kwako. Kwa msalaba tuna ukombozi. Kwa maana hiyo shetani umeshindwa kwenye kila mkono ulionyoshwa. Na katika jina la Yesu, na katika jina la Yesu, kwa niaba ya mwili wa Kristo mahali hapa, tunakwenda kinyume na roho ya magonjwa. We magonjwa ya kichwa, we magonjwa ya kifua, magonjwa ya moyo, magonjwa katika mwili huu, magonjwa ya figo, kwenye damu na kwenye mishipa, magonjwa ya kila namna, magonjwa ya ponyo kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu, uchumi wako ukaponywe katika jina la Yesu. Mahusiano yako yakaponywe katika jina la Yesu. Hisia zako zikaponywe katika jina la Yesu. Bwana, kuna huyu na mgonjwa wa mbali. Yesu mwana Mungu le hai, wewe ndio utuma neno lako na kumtegemeza mgonjwa kitandani. Tuma neno kwa ajili ya mtu huyu, mahali aliposimama atembelewe na nguvu zako katika jina la Yesu. Bwana, hata huyu anapitia majaribu mbalimbali katika maisha yake. Ana mambo magumu ambayo peke yako Mwokozi ndio unaweza kumsaidia. Katika jina la Yesu tunakwenda kinyume,
tunakwenda kinyume na kila jaribu katika jina la Yesu. Ile nguvu iliyekemea mawimbi na yakanyamaza kimya, tunayo mahali hapa katika jina la Yesu. Na kemea mawimbi yako kwa jina la Yesu, na kemea jaribu lako kwa jina la Yesu. Asante Yesu kwa uponyaji. Asante Yesu kwa kupigwa kwako watu hawa wamepokea uponyaji. Na kwa sababu hiyo tunasema heshima na utukufu na enzi na mamlaka na baraka ni vyako sasa na hata milele, Bwana Yesu, kwa utukufu wa jina lako. Na tukaseme wote amen na amen. Tukakae. Mwambie jirani yako, ndugu yangu, nakubariki. Wewe ni mtu wa maana sana, kwa sababu Yesu alikufia. Kwa maana hiyo nakuheshimu. Unaheshimiwa na Baba. Kama Baba nakuheshimu, nami nakuheshimu. Sio heshima tu, bali nakupenda pia. Kwa hivyo baada ya ibada hii nasikia kukubariki. Nitakupa 5,000. Umekataa kusema hilo Yote yako pamoja. Naona hauko tayari kutoka na 5,000, lakini Mungu atamsaidia mtu huyu. Si ndio wapendwa Aya. Asubuhi leo tukamwombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru tena kuwepo nyumbani mwako. Hebu tusaidie kujua kwamba wewe ni Mungu wa pekee. Tupe kuelewa kwamba una nguvu zote. Unaelewa yote, upo kila mahali. Unanielewa kuliko ninavyojielewa. Mambo yangu yote mazito yapo kwa sababu wewe ulikuwepo. Ndio maana Yesu anasema njooni kwangu ninyi wote mwenye kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Yesu, unafahamu hata mwisho wangu. Kila kitu kiko wazi mbele zako Mwokozi. Tunaomba basi neno lako likatusaidie. Una uwezo wa kusaidia asubuhi leo kusema nasi. Unaweza kututia moyo, unaweza kutujenga, unaweza kutufariji. Tukaondoka nyumbani mwako tumeinua kichwa kwako tukisema hakika nafsi yangu imekutana na Bwana na imeokoka. Asante Mwokozi. Neno lako likapate nguvu asubuhi leo. Huyu aliyopatikana kwa niaba ya wengine si chochote. Unaweza kumtumia kama mjumbe kutoka mbinguni na kusema na watu wako. Tunaomba na kujiweka mikononi mwako ni katika jina la Yesu, na tukaseme wote amen. Asante. Leo tunaendelea kwa neema ya Mungu. Wiki 2 zimeisha, na kwenye haya maombi haufanikiwi tu mambo ya rohoni, hata mwilini pia. Kama ulikuwa na mwili wako hujakaa vizuri, unaweza kwenye maombi haya Bwana akakusaidia. Mimi mwenzako nimepoteza zaidi ya kilo 5 na sijuti pia. Mmoja akaniambia, umepungua sana. Nikamwambia si bado wiki moja tu. Kula kupo siku zote. Si unajua kama hata umekula kama huna shida, si chakula kitakuwepo jamani. Lakini mzuri kujitenga na chakula ambacho kwa hicho kilimwangusha binadamu. Karibu nikesao leo tuna mchungaji Lilian. Naomba tusimame tupungie. Anafanya mambo makubwa kule Mwanza. Aya, basi tuende moja kwa moja tu ni kwamba katika wiki 2 hizi, wiki ya kwanza tumekuwa tunafundishana kama dakika 45 hivyo, alafu tunakuwa kama nusu saa hivi ya kumuomba Mungu. Kulikuwa na wiki ya kwanza nilikuwa ni kumjua Mungu, wiki ya pili kumtumikia Mungu. Tulienda mpaka Jumatano, Roho Mtakatifu akatupa kitu kingine kabisa, kwamba kwenye kumtumikia Mungu na hata kwenye kumjua kuna kuwepo na nguvu zinakuzuia kufanya hivyo. Kwa hivyo tukapata kitu tuliita kombora za kiroho, kushughulika na nguvu zote ambazo zinazuia wewe kumtumikia Mungu na wengine kabisa kutokumjua. Tukashughulika na nguvu hizo za kupomoa kazi hizo za ibilisi. Tulianza Jumatano tukaenda mpaka Ijumaa, lakini bado hizi kombora zitaendelea wiki ijayo kwa sababu tuna
ombi ya muhimu sana ya kuomba kwenye hii wiki ambayo ni baraka za Mungu. Kwa maana hiyo tunaingia kwenye ujumbe. Nina jumbe ambazo hakika ni jumbe 10, lakini Mungu atanisaidia nihubiri kwenye ujumbe mmoja. Na jumbe hizi zina baraka za Mungu ambazo tutazigawa wiki ijayo. Alafu na baadaye tutatumia bado kombora za kiroho. Haya ni maombi ya vita, lakini haya ni maombi yatakayohusu baraka za kinabii. Sema baraka za kinabii. Wiki ijayo tutashughulika na baraka za kinabii. Kwa maana hiyo namshukuru Mungu anayetuongoza. Ni kwa mara ya kwanza nimepata mtu wa kimataifa niliomba aje azungumze kanisani, nikashindwa kumruhusu kwa sababu roho wa Mungu hakuniruhusu kabisa. Ni mwepesi mno kuruhusu watu mimi, hasa napokuwa mgeni. Hii Full Gospel, ile rais wao wa kidunia ambaye ni mtu kutoka nafikiri Nigeria au Ghana hapo, walikuwa wamepanga ahubiri hapa. Lakini kwa mfuatano ya semina yetu na maombi yetu, roho wa Mungu hakuruhusu kabisa hilo. Kwa hivyo tutaenda kuzungumza hizi baraka na bila shaka Mungu atatusaidia. Sasa kwa sababu tumeshatembea vya kutosha juu ya kumjua Mungu, tukaingia kwenye kumtumikia Mungu, tukabomoa nguvu ambazo zinazuia mambo yote hayo. Tunaona leo tuhusike na baraka. Haya ni maombi ya wiki kesho, lakini kwa sababu kwa namna ambayo utashindwa. Simtetei mvivu, lakini namtetei yule kwa namna ambayo ingetamani lakini hawezi. Nikaona tulete hizi baraka, lakini tutaziweka kwenye maombi. Tutatumia zile kombora zetu zile kwa ajili ya kubomoa chochote kinachozuia baraka zako. Na ndugu zangu, nianze kusema kwenye utangulizi kwamba kumtumikia Mungu si bure. Ni fursa ya kupata. Kumtumikia Mungu ni wa ajabu. Hawezi kuambia umtumikie alafu utumike tu kwa ajili ya kutumika. Haiko hivyo. Kwa hivyo fursa ya kupata nini? Kwanza unapata kibali. Na kibali kinakuwa ni kwa Mungu pia na kwa watu. Alafu unapata ulinzi. Alafu kumtumikia Mungu, miujiza inatembea na wewe. Nami niseme tu kwa haraka kwamba ukimweka Mungu wa kwanza katika maisha yako, kwa maana ya kumtumikia, Mungu hawezi kuacha kukubariki. Naomba umpe Mungu utukufu. Kwa maana Biblia inasema Waibrania 6:10, maana Mungu si dhalimu. Maana Mungu si dhalimu, yani Kiswahili kinaeleweka kabisa. Hata aisahau kazi yenu. Hawezi kuisahau kazi yako. Atasahau kile unachofanya, anakumbuka. Alafu na pendo lile mlilolidhihirisha kwa jina lake. Mpaka hapo inatosha. Nirudie tu mpaka hapo. Maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu, na pendo lile mlilolidhihirisha kwa jina lake. Waibrania 6:10. Shasema na baraka 10 mahali hapa. Nitaziweka bayana, ambapo kwenye somo moja si rahisi, kwa maana kila moja anaweza kawa ni ujumbe wa zaidi ya saa moja. Ndio wiki ijayo tutazichambua na kuziweka. Kwa maana ziko 10, tutaweka 2 kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya hizo baraka. Alafu baadaye tutaingia kwenye kutumia kombora kuharibu kila kitu ambacho kinazuia baraka zako kwenye maisha yako. Na nataka niseme kweli, tunaishi chini ya kiwango. Tunagandamizwa na roho ya kimaskini bila sababu. Tunagandamizwa na roho ya magonjwa bila sababu. Tunagandamizwa na mahusiano mabaya kwenye familia, kwenye ndoa, kwa watoto wetu bila sababu. Kwa hivyo tukienda na mambo haya vizuri na ukazingatia mambo ambayo tumefundishana wiki hii, naamini kabisa utaondoka ukiwa mtu mwingine. Kwa maana Mungu anakuwazia yaliyo mema. Kwa hivyo nitaanza na moja na kuelezea kwa kifupi ili niweze kumaliza katika muda ambao ninao. Baraka ya kwanza, unapotumikia Mungu, unapomjua, naweza kumtumikia ipasavyo usipomjua.
Unapomjua Mungu, kitu cha kwanza unachopewa kwenye maisha yako ni uwepo wake, uwepo wa Mungu. Mungu alimwambia Musa mtumishi wake, na maandiko anamuita mtumishi sehemu nyingi, na alikuwa ni mtumishi mwaminifu. Alitoa kauli ya ajabu sana Mungu wetu. Alimwambia Mungu Musa kwamba uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Nasikia hiyo? Unapomtumikia Mungu, unapojitoa kwa ajili ya Mungu, Mungu atatembea pamoja na wewe na atakupa raha. Piga makofi kwa Mungu. Shetani anatoa raha kwa njia ngumu sana. Amedanganya watu, raha ni kulewa, raha ni kufanya uzinzi, na hakuna kitu kinachogharimu kama uzinzi, kama uasherati, kama matendo machafu. Inagharimu sana kama ujui. Utafaidi bado uko na nguvu zako, pengine na pesa, lakini zinakuja siku utakuwa ole wako. Iko njia ionekanao sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Njia za mauti. Lakini haya yote yanafanyika ili wapate raha. Unajua dhambi kama ingekuwa chungu, kama uzinzi ingekuwa uchungu, hakuna mtu ambaye angefanya. Inaonekana kuna raha fulani angalau kwa muda, lakini mwisho wake itakuwa ni majuto. Na kama huwezi kujua hiyo, utakuja umechelewa. Na ndio maana nitamani sana wiki hizi 3 tuweze kuwa na vijana. Anasema Musa, Mungu akamwambia ataenda pamoja naye na atampa raha. Iko raha kwenye kumjua Mungu. Ipo raha kwenye kumjua Mungu. Utakuja gundua ipo furaha kwenye kumjua Mungu. Lakini dhambi itakupa raha ya muda tu. Unajua? Na majuto yake inakuwa ni ya milele. Ndio maana yule Masai alisema kwa habari ya uasherati, akasema hii kitu itatumaliza kwa sababu imekaa mahali pabaya. Kwa hivyo uwepo wa Mungu huleta amani. Uwepo wa Mungu huleta ulinzi. Uwepo wa Mungu huleta mwongozo kwenye maisha yako. Unajua sengine kama una Mungu unajifanyia tu mambo. Kama wewe ni kijana unaenda kujichumbilia tu. Kama wewe ni msichana unakubali tu kijana. Hujajua kwamba atakupeleka wapi. Kwa hivyo unaenda tu bila mpango wa maisha yenu, umezagaa tu. Unaweza ukachukuliwa na mafuriko ya aina yoyote kwenye maisha yako. Haipasi kwa hivyo. Kwa hivyo mwongozo ambaye inakupa maamuzi. Unajua maisha yetu ni kuamua. Ulikuja hapa kwa sababu umeamua. Kuna mwingine mama ukaa nyumbani. Kwa hivyo unapokuwa na Mungu, unakuwa na mwongozo sahihi na maamuzi yako si ya kujutia. Waswahili wanasema neno nzuri. Na karibu kila kabila kwenye lugha zao wana neno hili. Majuto ni nini? Ni mjukuu, hayaji sasa. Kwa hivyo unapata mwongozo. Mungu anakusaidia hapa usipite, pita hapa. Biashara hii haikufai, anza biashara hii. Funga biashara hii, anza biashara hii. Hii inapaswa utoke kwa Mungu. Omba kazi mahali hapa. Ukipata sio hapa, nenda hapa. Huo ndio mwongozo. Unapotembea na Mungu hata kuruhusu ukanyage mahali ambapo pataleta athari kwenye maisha yako. Tunasema pia unapata furaha. Baraka ya pili ni ulinzi wa Mungu. Kuna tofauti ya uwepo na ulinzi. Iko tofauti kubwa. Biblia inasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Piga makofi kwa Yesu. Inaendelea kusema na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Hiyo ni Isaya 54. Ako makini. Kwa sasa mstari lakini umeshaweka ubaoni. Haya vijana, Mungu awabariki. Hilo ndo teke linalokujia hilo. Kwa hivyo kumtumikia Mungu kwa uaminifu huleta ulinzi wa kimungu, tena kwa nguvu nyingi kwako, kwa nguvu kubwa kwako. Tunashindwa kumtumikia Mungu, niwaambie, na usiniruhusu nikapapasa maneno. Tunaacha kumtumikia Mungu kwa hasara yetu wenyewe, na kile unachotumika au kinachokukamata kwa shindwa kumtumikia Mungu, lazima siku moja kitaondoka. Mambo yote kudani ya muda, hayadumu.
Hata mcheza mpira anasema ikifika miaka 35 alikuwa ni maarufu kama kina Pele hao na wengine, inapita. Leo iko wapi? Waimbaji maarufu wako wapi? Wanavuma. Na maandiko yanalinganisha vizuri, ni kama ua. Ua linapochanua najisikia raha sana, lakini halikawi kufifia na maandiko yanasema na kukatwa na kutupwa linakotupwa. Kwa maana hiyo maandiko yanasema kama wewe ni mtumishi wa Mungu, hakuna silaha itakayotengenezwa dhidi yako na ikafanikiwa. Hakuna. Kwa hivyo kama unaogopa wachawi au bundi amekuja kalia kwenye mlango wako, hiyo ni kwa sababu huna ulinzi wa Mungu. Na hata kama una ulinzi wa kipepo, una mipaka. Wakati fulani Dar es Salaam walikuwa wanapambana watu, nani mchawi zaidi. Sasa wakasema wewe bwana tusibishane, wewe toa hazina yako. Unajua hazina Naona mjui. Hazina ni hirizi. Toa hazina yako. Akaweka hirizi yake hapa, na mwingine na wewe toa yako kwako naye akaweka. Ile nyingine ikawa inazunguka yeye nyingine. Akaambia unaona? Unataka niendelee? Akasema nasalimu amri. Ulinzi wa Mungu. Biblia inasema kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Jamani, mshangilie Yesu. Wale wote wanaoniaga wanasafiri watakumbuka ile andiko na waandikia mara nyingi, kwa sababu ni ahadi ya Mungu kwamba amesema atakuagizia malaika zake wakulinde njiani. Baraka ya 3 ni afya na uzima. Kama kuna kitu ambacho watu wanahangaikia huko duniani ni afya. Kama kuna kitu kinawasumbua watu huko duniani ni uzima. Hiyo ndio kitu ambacho kinaleta shida kubwa. Mtu yuko tayari afanye chochote, alipe gharama yoyote, lakini awe na uzima. Lakini naomba nitangaze kwa sauti kubwa, wanaomtumikia Mungu kwa uaminifu, Mungu amewaondolea magonjwa. Ameondolea magonjwa. Wewe kata shauri kwanza kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Shida moja, mtu akishaanza kuugua anawaza zaidi hiyo hospitali, anawaza zaidi nani daktari, nani atamsaidia, wengine wanaenda upande wa pili hivyo. Lakini na mara nyingi nakuja hivyo, hata watu wanayumba kwenda kwenye kuombea huko na huko, ni kwa sababu wanakuwa hawamtumiki Mungu. Wanapopigwa sasa, na kwa sababu hana msimamo, anaanza kuulizia wapi wanatabiria, wapi wanaombea. Na wengi wamepoteza maisha yao. Nafahamu wawili hapa kanisani walienda huko akatabiriwa kwamba umepona. Walikuwa na ugonjwa wake ambao anatumia dawa. Sasa akatupa dawa. Nyinyi mnafahamu, sitaki kusema majina saizi. Lakini baadaye akaondoka. Na sasa wale watu hawaamini kuzika. Ikabidi watufuate sisi. Sio kufuata, baada mtu kufa ameachwa wanafanyaje? Na ndugu zake. Ikabidi tumsaidie kwa ajili ya maana sisi hatuna ugomvi na mtu aliyefariki. Kwanza ni uwanja wetu wa kuhubiri Injili. Kwa maana hiyo Biblia inasema katika Kutoka 23:25 inasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chako na maji yako. Tulitumia ile andiko katikati ya wiki hii. Tukasema chakula na maji ndio kuna magonjwa mengi. Kuna vyakula ukiweza kuvila tu, afya yako itakuwa salama. Na itakuwa inakuwa kinga. Lakini kwa mfano kama upati maji ya sahihi, unakunywa tu maji popote, kuna vijidudu vingi kwenye maji na unaweza ukapata shida. Lakini Mungu anasema ataponya chakula, ataponya maji. Alafu anasema nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Haleluya. Unapotembea kumtumikia Mungu, hizi ahadi zinakuwa halisi. Kwa maana tulijifundisha wiki hii kwamba kuna vita vya kiroho hata kwenye kumjua Mungu. Kuna vita vya kiroho hata kwenye kumtumikia. Hivyo ndio vita unapaswa kuvishinda, ili hata unapokuja vita vya magonjwa ukimbii, kwa sababu tayari una ulinzi wa Mungu. Una kimbilio. Mungu kwetu ni msaada tele. Maandiko yanasema hivyo.
na kimbilio. Wakati wa nini? Tenda kwenye ya 4. Rasilimali. Unajua tunapoangalia baraka za Mungu hakuna mahali Mungu ameacha. Hapa nazungumza juu ya rasilimali na ustawi. Hapa nazungumza habari ya mali, habari ya utajiri. Maandiko yanasema Yesu alifanyika maskini ili sisi tupate kuwa nani? Matajiri. Na tafsiri hilo andiko. Tafsiri yake hilo andiko kwa nini? Ndio maana nimesema kwenye mafundisho yetu haya, kwenye hii safari hii, naamini kuna watu ambao Mungu atawapa maono kwa habari ya biashara, kwa habari ya mipango ya kuanza vitu. Na usije ukajiuliza mtaji napata wapi? Mtaji wako ni Mungu. Usije ukasema mimi elimu napata wapi? Elimu yako ni Mungu. Kuna watu hawajaenda shule lakini wanawatumia wasomi kufanya mambo makubwa. Sasa Wakorintho wa 2:9-8, kwa maana tunapozungumza mambo mazito kama haya lazima uthibitishe kimaandiko. Nilikuwa nasoma wanasheria wanapotoa hukumu hakimu, nikapashwa nirudi nyuma kidogo kwamba hapa tuna msomi asije akaona huyu mchungaji anazungumza mambo yasiyojua kwa vipi. Lakini kwa kweli lazima hakimu anapokuhukumu lazima ataje kifungu. Kwa nini anakuhukumu, adhabu yake na kifungo chake. Na Mungu anaposema mambo yake haya, hili ni andiko moja ambapo ni zito, yako mengi, ili Mungu aonekane kwamba alisema. Na wakati mwingine tunaenda kwa Mungu kulialia, na Mungu hataki ulie. Mungu anataka umwambie, chukua kifungu kisimamie, mwambie Mungu umesema hivi, na wewe si binadamu useme uongo. Na usisimamie hivi wakati ambapo ahadi yote ya Mungu ina masharti. Ahadi yote ya Mungu ni conditional. Mungu asemi nenda na muktadha. Wakati anatoa hiyo ahadi huko juu amesema nini? Maana yangu ni kwamba usio unaishi kama shetani alafu anaenda kumuomba kama malaika ahadi yake. Haviendi. Kwa maana hiyo, na kwa maana kifungu hiki, unapotembea kumtumikia Mungu wako, anafungua, nikwambie leo, neema ya fedha. Neema ya fedha. Neema ya fedha. Nani amekwambia uliumbwa kuwa maskini? Hakuna kosa kuzaliwa kwenye nyumba ya umaskini. Lakini ni kosa lako kufa maskini. Peleka benki. Maana kuchagua. Alafu Mungu anakuinulia watu. Utakapokuwa tayari ana jambo ataka kufanya na wewe anakuhitaji, kwa maana watu wote wa Mungu ni wake. Hata wenye dhambi ni wake. Nakumbuka siku moja nilikuwa pale Ilala, nimekesha, nilikuwa nakaa pale Ubungo, naenda Mbeya Bible School. Kwa likizo imesha, mimi sikuwa na mfadhili yoyote. Ndio maana mwanafunzi anaenda kusoma hapa kanisani na kisha na ada na nauli yake na vitu vya lazima pale chuoni. Kuna watu wanaamini kwamba wasoma kwa shida na wengine wasome kwa shida. Mimi siamini hilo. Kwa hiyo nilikuwa nasoma kwa imani. Siku hiyo kesho yake naenda Mbeya, sina hata shilingi. Nimetoka nimekesha zangu, tulikuwa tunakesha mara 3 pale kwa wiki. Siku hizi hata vijana hawezi kukesha mara moja au hawaji kabisa. Mara 3 kwa wiki wanakesha. Na baba mmoja alikuwa anaitwa Kaisi, tena shikalia kwenye imani. Sijui imani ya moto. Ule moto ulimpeleka kubaya. Siku hiyo natoka naomba, Mungu sasa nafanyaje? Kwa maana nirudi chuoni, baba mmoja nikaona gari imesimama mbele yangu, Benz, tena bei mbaya. Sasa mimi sio mtu wa Benz, mimi nikawa naenda zangu. Ananipigia honi, mimi hata sisikii naenda zangu. Kwa maana sasa wewe kunajua mtu wa Benz anakusimamia wewe kutoka wapi? Sinajua hivyo. Sasa mimi nafululiza, mwisho watu wakanizindua. Wakaniambia unapigiwa honi. Kuangalia kweli anafanya hivi. Nikaenda. Nikasimama nikasema huyu anataka kufanya nini hapa? Akaniambia ingia.
Sasa hata mlango unajua jinsi ya kufungua ndugu yangu. Akanifungulia. Kapo. Kaka. Hatukuzungumza njia nzima. Mimi naanzia wapi? Yeye azungumza labda nijibu. Njia nzima hatukuzungumza kama mabubu fulani hivi. Sasa nilipofika pale kwangu, akanipa bahasha. Mungu akubariki. Nikaondoka nikachomoka na bahasha yangu kwenda kufika nyumbani kufungua. Ni fedha yote nilikuwa nahitaji. Mpaka leo yule mtu sijawahi kumuona, simjui chochote. Ndio maana nasema anakuinulia watu. Umepata shida kwa sababu unajiangalia. Lakini ungemwangalia Mungu wako na anataka nini kwako. Ndio maana wiki ya kwanza yote tulitumia kukufundisha kumjua Mungu. Hiyo ilikuwa rahisi, hata watu walikuwa wengi kuja kusikiliza. Lakini najua kumtumikia ni mlima. Mkapungua kidogo kwa sababu sasa yeye kumtumikia ni matatizo. Lakini ukishamjua sawa sawa utamtumikia, nikwambie. Na kwenye kumtumikia ndo unapata hizi baraka. Hizi tutazisikia tu kama haupo tayari kumtumikia Mungu. Na wiki hii tunapomaliza kuna jambo zito Mungu anataka kanisa lifanye kwa ajili yake. Itakuwa ni kipimo chetu kwamba tunamsikia Mungu au tumsikii. Alafu unapata upako wa maongezeko. Mungu wetu ni Mungu wa maongezeko. Mwambie jirani yako, Mungu wetu ni Mungu wa maongezeko. Kwake hamna kupunguza. Kwake inaongezeka. Na hii ni kanuni hii sasa ya hii baraka ambayo tumeisema juu hapa kwamba inahusu rasilimali na ustawi. Maana yake ni nini? Rasilimali yeye anayo. Fedha na dunia, fedha na dhahabu, vyote ni vya nani? Na dunia na vyote vijazavyo ni vya nani? Alafu sinaambie kwamba atashindwa kukusaidia, atashindwa kukuamua. Ndugu zangu, tukienda pamoja na hili kanisa kuna wakati lilibarikiwa sana kwa sababu bado kufundisha kanuni zenye nguvu za maongezeko. Tukana na mraba mmoja tu, umisheni. Tulitoa na Mungu akabariki watu. Likaitwa hili ni kanisa la matajiri. Lakini wengi wao baada ya kwanza kubarikiwa wakakimbia kwanza kwa mwangalia Mungu ili aongeze, wakaenda kukamata ile ambayo Mungu amewapa. Kwa hivyo ule mtiririko, ile njia ya kupanda kuendelea kubarikiwa iendelee kuwa ni maongezeko, nataka nikwambie ilipungua. Mpaka nikamwambia mtu mmoja, ningejua, sikuwa na ufahamu wakati ule, tungefundisha hii kwanza kabla ya kuanza kufundisha umisheni. Ili watu wamjue Mungu alafu wamtumikie kwenye kumjua kwake na kanuni zake. Lakini nakwambia Mungu ni Mungu wa maongezeko. Kile ulichonacho ukimtumikia Mungu kitaongezeka. Na Mungu ana uwezo wa kukuongeza. Biashara yako si lazima iishie Arusha, inaweza ikaenda Mwanza, ikaenda Dar es Salaam, ikaenda Dodoma, ikavuka mpaka. Hii inawezekana. Ni pale tu yeye atakapokupa ufahamu, atakapokusaidia kujua kwamba yeye ndio mwenye vyote, hata hiyo akili yako. Kwa maana Mungu hapa hajaweka ugali, ameweka ubongo, brain. Yeye ndiye alikupa. Hajashindwa kukupa mafunuo ya ajabu ya kushangaza. Watu ambao walitembea na Mungu kama Coca-Cola, hawa wana formula ambayo hakuna mtu anaijua duniani. Ikaja na akili ya kutangaza Coca-Cola mpaka vijijini. Hakuna watu wanafanya matangazo na kujieneza kama Coca-Cola. Maana Mungu hakumpa tu fedha, alimpa pia namna ya kujiongeza. Dunia nzima Coca-Cola, hakuna mahali ambapo hamna Coca-Cola. Na tunaambia alikuwa anatoa fungu la 10. Baadaye biashara zilipoongezeka, likaongezeka. Liko pamoja na Colgate. Ikaongezeka, akatoa 90. Zile 10 ndo akabaki nazo, 90 zikaenda kumtumikia Mungu.
kimya kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wengine hata sio waamini fungu la 10. Mimi nakushangaa unasema unamwamini Mungu, hata fungu la 10 unakula kweli? Sio somo langu, lakini sio mzuri kupotea. Baraka ya 5. Kibali mbele za watu ni baraka. Kibali mbele za watu ni baraka. Nataka nikusomee Mithali 3:4 ili kuthibitisha. Mithali 3:4, Biblia inasema, ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya mwanadamu. Haleluya. Hii ina maana gani? Watumishi wanaomtumikia Mungu kwa uaminifu, kwanza watapendwa, watakumbukwa na kupata fursa zisizotarajiwa. Mungu anakupa tu kibali, milango inafunguka, na milango Mungu anafunguka kiajabu. Ndio maana zamani nilikuwa natoa mfano, nilipoenda Marekani nilikuwa mshamba kweli kweli. Unaenda ofisini, unafika hivi naona mlango unakufungukia. Siku zimekuja mpaka huku jamani. Zamani hizo ilikuwa huku hamna. Kwa hivyo usinicheke ushamba, lakini kwamba kulikuwa hamna. Na kuna mtu anakuambia milango itakuwa nakufungukia. Ndivyo inavyokuwa. Mungu anapokupa kibali ndivyo anapokufungulia milango. Hataki ukae unawaza. Ukiwaza kufa utakufa. Mimi kama nataka kufa, ngoja nikwambie namna ya kufa. Ukifika nyumbani leo, chukua blanketi ujifunike. Alafu sema nakufa. Unakufa kweli. Ukienda kujaribu ukaona unakufa, amka upesi ukimbie. Kwa maana hiyo basi, ukimtumikia Mungu kwa uaminifu, utapata kibali na akili njema machoni pa Mungu na wanadamu. Yaani unazungumza, hata watu wamekuzidi kila kitu, fedha, elimu, cheo, lakini ukizungumza kila mtu anakukazia macho. Hii kitu imetoka wapi? Inatoka kwa Mungu. Mungu ameomba wote, awe msomi asiwe msomi, mwenye pesa asikuwa nazo, lakini inaweka tofauti kwa mtu anayemtumikia kwa uaminifu. La 6. Hii tena ni kama ile ya afya. Kuishi maisha marefu. Kuishi maisha marefu. Watumishi waaminifu mara nyingi wa Mungu, nimefuatilia wale wahubiri wakubwa kama wewe wataja wale wakubwa ambao Mungu amekuwa akiwatumia na wanakwenda dunia nzima kuhubiri Injili. Wanaishi maisha marefu. Biblia inasema Kutoka 26:23. Kuna zaidi ya maisha marefu hapo, lakini mimi natafuta maisha marefu. Hapata kuwa na mwenye kuharibu nini? Hakutakuwepo mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika njia yako. Alafu ndo nakuja la kwangu pale. Na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Maandiko yanasema usiwe mwovu kupita kiasi. Kwa nini ufe kabla wakati wako? Ina maana ule wakati Mungu alikupa mikuishi hapa duniani, unaweza usivuke, labda uongezewe kwa muujiza kama nabii alipomuongezea mtumishi wa Mungu. Lakini uwezekano wa kuipunguza hiyo miaka ukafa kabla inawezekana. Na hiyo unajua unapokuwa mtumiki Mungu na kuingia kwenye mambo magumu, unamezwa na yale mambo magumu zaidi kuliko hata kumwamini Mungu. Hata mtu ajikwambia Mungu anaponya, haingii kwa sababu anaponyaje sasa?
Ya 7, unafanikiwa kiroho. Kiroho ndio mambo yote. Unapomtumikia Mungu kwa uaminifu, kuna mambo ambayo unapata fursa ya kuwa nayo. Kwanza, kuona miujiza. Unapotembea na Mungu sawa sawa, miujiza utakuwa unatembea nayo. Kumbuka kwenye ile mfumo wa kanisa kuwafungua watu, si kwa ajili yako tu na wengine. Kuna watu wengi wanateseka, majirani zako, ofisini kwako, kazini, kwenye biashara zako, lakini ni kwa sababu tu wewe hujajua upako ulio juu yako. Kwa hivyo unapata fursa ya miujiza kwenye biashara yako. Ndio maana tulikuwa tumefundishana kwa habari ya uchumi. Mungu anaponya uchumi. Leo kuna shida mahusiano kwenye familia, Mungu anaponya mahusiano, ndio miujiza hiyo. Tuna shida na watoto wetu, watoto wana shida na wazazi wao. Alafu unapokea ufunuo. Jambo lingine, kufanikiwa kwako wewe si katika akili. Nilishasema wakati mwingine, wakati nahubiri sana umisheni, nilikuwa nasema sana hili kwamba tunakosa ubunifu. Huyu ameanza kioski hapa, anauza nyanya na pilipili na sijui na nini. Mwingine kitu hicho anakuja kufunga hapo. Madamu anapata pesa naye anafungua cha kwake hapa. Alafu na mwingine huyu anafungua hapa. Sasa mwisho wa siku namuuzia nani? Kwa hivyo unapotembea na kumtumikia Mungu kwa uaminifu, unapata ufunuo hata ni kitu gani ufanye ukapate kuendelea. Na kinachoweka tofauti kwenye maisha yako, na Mungu anapokupa ufunuo, anaweza akakupa kitu cha kufanya hata mwingine akiiga afanikiwi. Kwa sababu formula kile kitu unacho mwenyewe baada ya Mungu kukupa ufunuo wa jambo hilo. Hata ofisini unaweza kwenye ufunuo wa Mungu ukafanya vitu au kazi uliopewa na bosi wako akashangaa. Unafanya vitu kwa kujiongeza, na kwa sababu ni kwa unyenyekevu. Na yule ambaye unafanya uende kutapa bwana fulani mambo, mimi ndo namfanyia kazi ofisini, kama sio mimi asingeenda hapo. Hapo ndo umekwisha mwenyewe. Na Mungu hawezi kuwa na hiyo hata. Kama ni mtu anayetembea umekuwa kiroho, huwezi kwenda kutamba. Unapofanya na kufanikiwa, unazidi kushuka. Na utaki hata mtu ajue umefanya wewe. Kwa sababu najua mimi hapa ni ufunuo wa kimungu, unanipa jambo hili ambalo katika hali ya kawaida nisingeweza. Kwa hivyo nakupa kushuka sana na kunyenyekea mbele za Bwana. Kwa hivyo unapokuwa kiroho, unakuwa ni mtu wa ufunuo. Na tulizungumza wakati fulani kwenye tunda la Roho, linazaa matunda ambayo matunda hayo yanakusaidia kwenye maisha yako wewe, alafu pia inakusaidia kutembea na Mungu. Kwenye ile tunda la Roho kuna mambo 9 pale, yanagawanyika yanakuwa ya kwako hayo 9, lakini yengine kwa ajili ya maisha yako ili uweze kushughulika na watu duniani, na mengine ni kwa ajili ya Mungu wako uweze kumpenda ipasavyo. Alafu nakuta nakuwa kiroho. Mungu atusaidie. Kanisa lina watu wachanga, hujapata habari, huwezi kusema, kuliko kawaida. Watu wachanga ndio maana wakimbia huko na huko kupata msaada. Zile kanuni za kufanya mtu akue kiroho hamzingatii. Tunasema mshirika akishaokoka anapaswa alishwe kama mtoto alivyozaliwa. Akishakuwa kama kawaida, kama ni mvulana kama ni msichana, kuna kuwepo na kuvunja ungo na kubalehe, anakuwa tayari kuzaa. Sasa hatukui ili tufike mahali tuvunje ungo tuanze kuzaa. Mara ya mwisho uleta mtu kwa Yesu lini? Mara hii mwisho ulifanya kitu gani ambacho kilichangia mtu mwingine anamjua Mungu asiyemjua Mungu ukamsaidia? Kwa hivyo unakuwa na matunda. Utakuwa na matunda. Kwenye ile mfumo tunasema utakuwa unafungua watu. Watu wengi wagonjwa. Tulisema kuna kuhubiri Injili. Tulisema kuna kujenga makanisa.
Zaburi 92 mstari wa 13. Kujenga hoja hapo. Zaburi 92:13. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watasitawi katika nyua za Mungu wetu. Napata faida ya kukua kiroho. Jambo la 8. Inaangazia baraka ya kizazi kijacho. Hapa tuna maana watoto wako na wajukuu wako. Mungu anaangalia pande zote. Nashangaa baraka za Mungu ndugu zangu. Hakuna mahali zimeacha. Ni maeneo yote. Sio namaliza hapa watoto na waacha na matatizo na mateso. Wajukuu ndio kabisa hata wasauka hata wakumbuke kwamba kuna baba aliyewahi kuishi huku duniani. Au bibi. Na mimi wanaume kweli mnisikilize hapa. Tumeshindwa kuwajibika. Ndio maana nimewaita kwenye maombi wanaume. Tumeshindwa kuwajibika. Umeshaona wale wasanii wakubwa au watu maarufu duniani hawasemi baba zao kabisa. Kwa nini? Kwa maana mama yao ndio amehangaika nao. Nilikuwa nashangaa huko Nairobi, kama nafahamu wakati mama anasoma huko, watoto walikuwa nasoma huko Nairobi. Kwa hivyo kwa sababu alikuwa chuoni, nilikuwa nakimbia Nairobi kwa sababu kama kuna siku ya wazazi, ukiacha kwenda mtoto wako anaweza kaachishwa shule. Kama nilikuwa napiga naenda Nairobi ni wapi? Jambo la kunishangaza, wana baba na mama wanakuepo kwenye tukio. Niulizie hapa, wamama ndo wanasogezea kaangalia mambo ya mtoto. Ni kwamba ana nafasi baba? Si kweli. Kwa hivyo unapomtumikia Mungu nisiende kando sana, kwamba hata watoto wako na wajukuu zako na wengine watakaofuata baada ya hapo, kwa maana Mungu anabariki kizazi cha kwanza, cha 3 mpaka cha 4. Na ndio maana nasema analaani. Unapoacha kumtumikia Mungu leo, hebu niwaulize wapendwa, niseme mimi, kinyume cha baraka ni nini? Sema kwa nguvu. Kinyume cha baraka ni nini? Sijasema mimi, nimesema wewe. Zaburi ya 112 mstari wa 2 inasema hivi: Wazao wake watakuwa wenye nguvu nchini. Watoto wa wanyofu watapata baraka. Hiyo ndio maana yake. Maana yake ni kwamba mjukuu wako anakuta amebarikiwa, hajui kwamba chanzo cha baraka zake ni yeye. Ni wewe ambao uliishi miaka hiyo. Anakuta tu ana mibaraka, ana hiki, ana kila, amefanikiwa. Na wakati mwingine inaweza kuwa mtego kwake, kwa sababu baraka zile ambazo anakutana nazo hajazitengeneza kama aliyekuepo kwa ajili yake. Lakini inatosha nikwambie tu kwamba kuna baraka kwa ajili ya kizazi chako kijacho. Ya 9 niligusia huko juu, lakini nataka nithibitishe kimaandiko. Ni furaha, amani na kusudi la maisha. Furaha, amani na kusudi la maisha. Utumishi uliotukuka, na Mungu akusaidie. Na hii ni kitu kiko kwenye uwezo wako. Utumishi humpa mtu furaha ya ndani ambayo dunia haiwezi kumpatia. Bwana Yesu akasema, amani yangu nawapa, na nitoavyo si kama ulimwengu toavyo. Iko amani ambayo ukimtumikia Mungu naipata. Na angalia huko duniani jamani, mtu anaweza kupata mali lakini hana amani. Mtu ameoa vizuri, ameanza kupata vifedha, amemwacha yule mama hapo anakimbia na ndogo ndogo nyumba ngapi? Sinaambie. Nyumba ndogo. Unafikiri raha kwenye nyumba ndogo? Kwanza nyumba ndogo itamtesa, hujapata kuona. Kwa hivyo kumtumikia Mungu unapata amani na furaha ya ndani kabisa. Na hii haiweki tofauti una fedha, una fedha. Unajua kwa nini mtu wa Mungu ni tajiri? Ni tajiri kwa sababu ana vingi au vichache, lakini ana amani ya kumtosha. Yeye ameridhika na vingi,
au kama ni vichache haimpi shida, anayo amani. Sasa wewe una vingi, amani una. Yaani amani inapatikana kwa Mungu ya bure kwa kumtumikia, na utumishi wa Mungu hauendi zaidi ya uwezo wako jamani. Kwani kuomba uwezi? Simnijibu. Kusoma Biblia uwezi? Kwani kushuhudia uwezi? Kwani kufunga uwezi? Sasa shida iko wapi? Shida ni wewe. Unafikiri unapoteza muda? Itakugharimu. Andiko langu ni hapa, ni hili hapa. Zaburi 16:11. Utanijulisha njia ya uzima, mbele ya uso wako ziko furaha tele. Haleluya. Napenda hiyo furaha tele. Na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Sasa ushapata furaha na mema ya milele, shida yako ni nini? Wakati mwingine na hata mimi wakuu wa nchi sangine na wahurumia. Nawahurumia. Ndio maana sema tuombe taifa letu sana. Hata rais wetu. Mambo yanaandikwa kwa ajili yake na mambo yanayosema unafikia na raha. Unafikia na amani. Ndio maana lazima tumuombe wakati mwingine. Ndio maana kanisa halijawajibika. Roho Mungu alisema mimi hatujawajibika. Na kuwajibika ndio kwanza kuambiana mambo ambayo unapaswa kusikia, ili ujipange sawa sawa na jinsi ambavyo Mungu anakusudia ufanye. Jambo la mwisho. Tuzo la milele. Tuzo la milele. Mungu angalia tu hapa, ndio uzuri wa Mungu. Anaangalia hata umilele wako. Anakuacha hapa vizuri na watoto wako na wajukuu zako kama unao, alafu pia anaangalia kule unakokwenda. Naomba nikusomee Mathayo 6:20. Kifungu cha kwanza tu pale. Au nabii yake. Au chote tu. Bali jiwekeni hazina mbinguni, kusiko haribika kitu kwa nondo, kisichoharibika kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji na hawaibi. Kwa hivyo hapa nasema nini? Anaangalia umilele wako pale unapotumika hapa. Chochote unachofanya Mungu anatunza rekodi. Umeshuhudia, umetunza rekodi. Umekuja kukesha, unatunza rekodi. Umemtolea, anatunza rekodi. Kiasi gani ulichotoa, anatunza rekodi. Umetoa kwa kuangalia kilichobaki au unatoa tu ulichokuwa nacho, anatunza rekodi. Na raha ya Mungu anahukumu mtu kulingana na moyo. Neno zuri la Kiingereza ni motive. Kwa nini unafanya unachofanya, ndio inahalalisha baraka ya Mungu kukubariki. Kwa hivyo tunapofanya chochote tunachofanya, iko kwenye benki ya Mungu, anaandika kila kitu. Kwa hivyo utakapofika mbinguni utakuta mambo yote yako pale. Ndio maana maandiko yanasema tutakaponyakuliwa tutaingia kwenye kazi zetu kupimwa. Na maandiko yanasema kazi zako zikiungua, kazi zako zikiteketea, wewe utaokoka kama kwa moto. Maana yake moto unakufukuzia kwa bahati nzuri, unaingia tu mbinguni. Huna chochote. Na mtu mwenye akili anaangalia kesho, sio leo tu jamani. Na nafasi aliyokupa Mungu kutumika, uwe mwaminifu. Kwa maana unaweza kaimba kwaya, una chuki na mtu, ndio mambo tumezungumza sana wiki hii. Hamsemezani, hamjaliani. Wewe unanisikiliza, kama unataka kuwa mwaminifu, tengeneza wewe. Hata kama yule unafikiri amekuonea au amekusema, achana naye, tengeneza wewe. Kwa sababu tulisema mtu ambaye anamjua Mungu wake, kusamehe sio tatizo. Ukishindwa kusamehe, hata kama wewe ndio umetendewa vibaya, ukashindwa kusamehe, ule mtu aliyokutendea vibaya bado utakuwa na matatizo. Usihalalisha mimi bwana, unajua sio mimi, yeye ndo amenikosesha, kwa hivyo shauri yake nini.
ukaanza kusamehe, utateseka wewe. Inakunyima baraka yako na Mungu. Ndio maana hakikisha unapoimba kwaya hapa, mnaojenga mahusiano na watu wote mnaoimba nao. Hao mmejenga tuna machuki, kunakuja kuimba. Unashindwa kusamehe, unakuja kuimba. Kwa hivyo msamaha wa kweli ni ule mbaya wako. Na ukisamehewa hivyo, ndio maana tunasema mtumishi mwaminifu. Unakuta ndani ya moyo wako hakuna chochote kati yako na Mungu. Mimi nikasema wakati mwingine tunafunga na kuomba kama hizi wiki zetu 3 hizi, ili Mungu atusaidie sisi na kanisa na familia zetu na mambo mengine ambayo tunaombea. Lakini wakati mwingine utaweza kupiga 3 wiki 3 hapo uli, lakini unashindwa kufunga hata siku moja kwa jaribu la kushindwa kumsamehe ndugu yako. Kwa hivyo hizi 3 utapiga, kama umeshindwa kusamehe hakuna utakachopokea. Hakuna. Mungu anakungoja usamehe. Na kusamehe kwa watu wa Mungu imekuwa tatizo. Kwa hivyo unajenga manyasi kwenye ile kazi zako zile. Unakuja na kesha, unaomba, unafanya vipi, lakini ndani yako bado hujapatanishwa na Mungu. Lakini huwezi kujenga vizuri kwenye ule msingi. Ni lazima utembee na Mungu kama inavyopasa. Ndio maana wiki mzima tulitumia hapa kufundishana kwa habari ya kumjua Mungu. Nami nasikitika kwamba watu wengi wa Mungu hawamjui. Na hata kama tungemjua Mungu, tusingekuwa na sababu ya kufundisha juu ya kumtumikia. Na kama tungemjua na kumtumikia, tusingekuwa na hali ya kukumbushana kwa habari ya baraka zinazotokana na kumtumikia. Nami naamini, na ndio maana tunamwomba Mungu, na hakika Mungu atatusikia. Na ndio maana tumepata kombora za maombi ili kupiga chochote ambacho kinatuzuia kumjua Mungu. Kupiga chochote ambacho kinatuzuia tusimtumikie Mungu. Na wiki hii tutapiga chochote kwa kombora zote zile, kwa kile ambacho kinazuia baraka zetu. Tutapiga. Tukipiga wiki yote hii, kwa maana mambo tutakuwa tunaleta mawili alafu tunakuja na andiko ambalo tutalitumia kwa ajili ya kupata kombora kwa ajili ya kile kinachokuzuia. Naomba nitangaze kwa Betheli. Betheli mpya inakuja. Nasema kama mtumishi wa kanisa hili, ninajua kile Mungu anachofanya ndani ya Betheli sasa hivi. Betheli mpya inakuja. Tunashangaa itakuwa ni mji wa makimbilio, kwa maana Mungu anao mpango mzuri kwa ajili ya maisha yako. Na Betheli ni wewe. Ndugu yangu, pokea. Pokea kwa jina la Bwana. Amua kubadilika. Siku mpya inakuja kwako. Na utakuwa baraka kwa Bwana. Naomba tusimame tumalize. Sasa tumezungumza vya kutosha wiki mzima. Wiki ya pili, wiki ya 3 nimeanza kukuonyesha kuna nini na tutakuja kuombaje na kuharibu kile ambacho kinazuia mibaraka zetu. Lakini kama uko hapa unasikia kwamba siko sawa na Mungu kwenye kumjua, siko sawa na Mungu kwenye kumtumikia, sina baraka za Mungu. Kama una baraka za Mungu unajua tu haya mambo 10 umejipima, ni kama kioo. Uko sawa au haupo sawa? Tungetaka ujisalimishe kwa Mungu. Tunaponyosha mikono miwili juu kwa Mungu, tunamwambia mimi ni mateka wako Yesu. Unaambia Roho Mtakatifu nahitaji msaada wako. Unaambia Roho Mtakatifu, bila wewe mimi siendi mahali. Nyosha mikono yako kwenye eneo lolote unalomhitaji Mungu. Hapo hapo ulipo Mungu anaweza kukutoa. Ni ugonjwa ataondoa. Ni shida kiuchumi ataondoa. Ni mahusiano mabaya ataondoa. Ni hisia, kwa maana una hasira, una chuki, huwezi kusamehe, yote kwenye hisia ataondoa. Kwa sababu yeye ni Mungu. Kwa sababu yeye ni Mungu. Kwa sababu yeye anakujali, anakutakia mema, anakuhurumia.
Kunyosha mkono, Mungu amekuona, Mungu anakujua. Tutakwenda kuomba sala ya pamoja, alafu nikuachie muda mfupi useme na Mungu binafsi yako. Wapi nataka kusaidie? Wapi umeshindwa? Wapi unaelekea? Sasa tukaombe sala ya pamoja tukisema, Mungu Baba, ninakushukuru kwamba unanijua, kwamba unanifahamu. Bwana, umenipa nafasi ya kukutumikia. Mungu wa mbinguni, nifungulie baraka zako, ulinzi wako, afya yako, kibali chako, ustawi wako na utukufu wako wa milele. Mungu wa mbinguni, acha kazi yangu kwako iwe mlango wa baraka kwa kizazi changu na kijacho, kwa jina la Yesu. Hebu sema na Baba. Tutumie fursa kila mmoja aseme na Baba. Sema na Baba. Baba, hili ndo kanisa lako na ni watu wako. Tuko mbele zako tukihitaji msaada wako. Mungu liye mtakatifu, mambo haya yote tuliosema ni yametoka kwenye moyo wako. Na wewe si binadamu hata useme uongo. Watu wako wanasota mno, wana magumu mengi mno, wana machungu mengi mno. Baba wa mbinguni, tusaidie kama kanisa. Tusaidie tukujue. Watoto wako wanatamani kukujua. Na si kukujua tu, watoto wako wanatamani kukutumikia. Na si kukutumikia tu, matokeo ya kutumika mbele zako. Tumeainisha mibaraka yako kwa watoto wako. Asante kwa sababu unatupenda. Kila mmoja hapa anapendwa na wewe. Msaidie azinduke, ajue upo, unataka kumtendea mema. Msaidie ajitambue upo, unaweza ukamsaidia. Msaidie Baba wa mbinguni, muonekanie mtumishi wako huyu ili afanye kile ambacho umekusudia. Asante kwa sababu utawabariki watoto wako. Utasikia kila kilio, utasikia kila ombi linalotoka kwenye mioyo ya watoto wako. Baba nakushukuru. Baba nakushukuru. Baba nakushukuru kwa sababu unasikia maombi. Watoto wako wanakuombea. Wanaomba mbele zako Bwana. Wanaombea mahitaji yao. Wanahitaji msaada wako. Tusaidie tunapoendelea na maombi yetu. Tusaidie wiki ijayo tuweze kukujua zaidi. Tuombe kwa ajili ya baraka hizi. Tuweze kuvunja Bwana kwa kombora ambazo umetupa katika neno lako, kuvunja kila nguvu inayezuia kukujua, inayezuia kukutumikia, zaidi sana inayezuia baraka zako kwenye maisha yetu. Haleluya. 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 Hebu tukamalize kwa kichwa mbele za Bwana. Tukiwa tumetulia, tulie mbele za Bwana. Tuko mbele za Mungu mkuu sana naye kuwazia mema. Anakuwazia mema Mungu wako. Anakujua hata kabla ya kuja ulimwenguni. Anajua wapi uliko shindwa. Anajua wapi uliko kwama. Anafahamu mambo unayopitia. Anajua hata yale mawazo ambayo unashindwa hata kumshirikisha mtu. Anayejua. Wewe umechelewa tu kumshirikisha, lakini anayejua. Shida moja ni kwamba Mungu anataka akusikie ukimwambia, Baba, hapa nimelemewa, hapa nimeshindwa. Ukinyamaza kuna wakati tunasema hebu omba, mtu anajinyamazia tu, lakini mzuri anataka kusikia. Akamwambia yule kipofu, nataka nikufanyie nini? Na amemwona hapo huyu. Kulikuwa na hamna haja, lakini nataka asikie sauti yako. Lakini nataka tumalize kwa kumshukuru Mungu kwa yale yote anayotuwazia, kwa yale yote anayokuwazia. Na tunamaliza kwa kumshukuru. Tungetamani wapigaji wetu waje mbele kwa dakika chache tu, wakimbie vijana wetu. Naomba msiwe mbali sana, tunawahitaji. Kwa maana hii ibada ni ya sisi wote. Wapigaji tu waje hapa mbele kwa dakika moja tu. Tunataka tukapeleke sifa kwa Mungu wetu. Anasema yeye Mungu anapendezwa na kelele za sifa. Anapendezwa na kelele za sifa. Tunapomshangilia na kumtukuza, wakina mama mnapopiga vigelegele, wanaume mkapiga vifijo, wanamuziki wakapiga vyombo vyao mbele zake, hakika inakuwa ni chakula cha Mungu. Na wakati mwingine anasema ninaketi katikati ya sifa. Maana yangu ni kwamba tunapomshangilia Mungu atahusika. Utashangaa ugonjwa wako umeondoka. Utashangaa umepokea amani ya Mungu.
Utashangaa umepokea furaha ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni wa ajabu tunapokwenda kumtukuza. Nitakachofanya nitahesabu mpaka 3, kila mmoja kwa nafsi yako. Usimwangalie hata jirani yako, hata kama umekaa na mpenzi wako. Wewe ni wewe mbele za Mungu na yeye ni yeye. Ndio maana hata kama ni kuondoka, kila mtu anaondoka na njia yake, hatuendi pamoja, kwa sababu Mungu ameweka siri kubwa sana kati ya uhusiano wa mtu binafsi na yeye. Nikihesabu mpaka 3, mpendwa, jiachilie mbele za Bwana ukamshangilie Mungu wako kadri uwezavyo. Piga vigelegele, ruka ukitaka, lakini tuhakikishe kwamba sifa hizi zimeenda kwake. 1, 2,